بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصائمين والقائمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى وأقام، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد. Waja wa Mwenyezi Mungu, mama zangu, dada zangu, ashkuriwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ambaye kwa uwezo wake mambo mazuri kila siku huwa yenye kutimia. Sala na amani zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na watu nyumbani kwake na masahaba zake na Waislamu wazuri wa Mungu ambao watakaofuata mwenendo wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadi siku ya kufufuliwa na kuhesabiwa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kutoka katika kundi la watu hao, Allahumma amin. Mama zangu, dada zangu, pengine sintokuwa wa kueleza mengi kabisa wala wa kuyazungumza mengi, maana kama nilivyokuwa nikiwaambieni kila mara ama kila nyakati kabla ya kuwa hizi siku ama hii wiki sio ya kwangu ya kuzungumza, hapana, bali hii wiki nimesema kwamba sawa, kikao chetu cha Alhamisi na Ijumaa kitakuwa ni kikao cha mashekhe hawa wawili. Jana tulikuwa na Sheikh al-Fadil ambaye nilikutangazia kwamba tulikuwa naye na mashallah alituadhia alikuwa mengi, Sheikh Saad Raihan. Mungu amlipe kila kheri na pia Mungu amjalie sawa na nyakati hizi ndio akiwa anateremka Bujumbura samerejea nyumbani. Mungu tunamwombea tukiwa sehemu kama hii amjalie na amrahisishie ndani ya safari yake, amlinde na mitihani ya safarini. Pia inshallah nikawa nimekutangazia kwamba siku ya leo na ya kesho, bimaana Ijumaa na Jumamosi, tunaye shekhe. Kwa upande wangu mimi nitazidi tena kusema kwamba mwalimu wangu mwalimu wangu al-akhi al-fadil Sheikh Zubair, maarufu anamjua Bizimana Zubair Uthman, ndio jina lake kamili. Kwa hiyo inshallah leo tunaye hapa katika kikao chetu, na pia amekuja kutusharaf chamo cha Waarabu, asema kwamba amenisharaf, amenitukuza. Mwenyewe amekuja kunitukuza katika mji wa Kitega, na pia nami namtukuza katika mji wa Kitega. Kwa hiyo inshallah darasa lake kama kawaida leo, siku ya leo darasa letu ni kutokana na kumwandaa maiti, namna ya kumwandaa maiti, mafunzo hasa kutokana na maiti. Alafu kesho ikiwa darasa litakuwa bado halijakuwa, sababu muda mwenyewe ni mchache, darasa litaendelea kesho saa 2:30 hapa na kutangaza saa 2. Yule ambaye atakayekuja saa 3, jameni, siku ya kesho sio ile ya kuanza saa 3, sio pekee, tunaanza mapema. Inawezekana mimi na Sheikh kesho tukateremka tena Bujumbura kwa ajili ya kuwahi muhadhara ulioko siku ya Ijumaa pili, na inawezekana kesho pia kama muhadhara wa Sheikh, lakini hatujui, maana hata Sheikh naona kama hana yupo. Kwa hiyo inshallah katika siku ya kesho ndio tutakuwa na Sheikh kuanzia saa 2 hadi saa 5 ama saa 6. Baada ya sala ya dhuhuri tunaondoka na Sheikh kuelekea Bujumbura, na Jumapili tunao muhadhara wa kuipokea mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio utafanyikia Jumuiya ya Kiislamu Buyenzi. Na ndio maana Sheikh akaambia kwamba ulinisharafu kwako na mimi sitaki nikuache, nitakusharafu na mimi kwangu, lazima twende pamoja. Kwa hiyo inshallah tunaenda pamoja, lakini ahadi yetu bado tungaliki, inshallah Ramadhani tutakuwa pamoja. Sio anasema na wewe ndio umeenda kabisa haurudi tena, lakini inshallah Mungu akituwezesha sawa na umri Ramadhani tunaweza kuwa tuko pamoja, ila aliyopanga Mwenyezi Mungu hatuyajui. Sawa na mipango yetu tunapanga, lakini Mwenyezi Mungu ndiye anayejua. Kwa hiyo inshallah ninachokiomba, ingawa mimi nimemuitisha Sheikh kwa ajili ya kikao hichi cha siku ya leo, nahitajia alhamdulillah akina mama wallahi tupapatikane faida fulani, papatikane faida fulani kutokana na mambo haya. Kwa hiyo nitakuombeni kabisa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yule ambaye kabisa kwa sababu naambieni, yule ambaye hana sikio, jameni, atie la mbuzi, alisikilize vizuri, kisha baadaye aliondoe. Kwa akitembea mjini akiwa na sikio la mbuzi, sikio lenyewe lina nywele, atachepa mjini.
Kwa hiyo inshallah tusikilize kwa makini na tupate faida iliyokuwa nyingi. Mimi na imani shekhe, mimi namuamini shekhe mwenyewe, ninamuamini kabisa 100%, sababu ni uwanja wake, amekulia katika hali kama ifani kama hii, ndio ya kwake ya shekhe. Kwa hiyo naombeni akina mama, msiniangushi na mimi sitokuangusheni. Kwa hiyo sote tusiangushani jameni, tuinuane sote inshallah. Kwa hiyo bila kuchelewa, shekhe kishafika, acha tumkaribishe, na nikimwambia kwamba shekhe hapa ni nyumbani shekhe, wewe zungumza inshallah, kisha baada ya shekhe kumaliza kuna jambo rasmi ambalo ujumbe ninataka kuwatangazia, na inshallah na imani kwamba hilo kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa vizuri, si ndio jamani? Si ndio jamani? Tuseme inshallah ya Ismail, tuseme nani, ya Musa au ya Ismail? Haya, Mungu ndiye anayejua. Haya shekhe, fadhali, Mungu akulipe kila la kheri kwa wale ambao utakaotuadhisha kabla hatujakuadhisha na utaanza kuzungumza. Mungu akulipe kila la kheri, na baada ya kumaliza Mungu pia akulipe kila la kheri. Haya, fadhali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbona mnaitika kama mnanifukuza? Mbona mnaitika salamu kama mnanifukuza? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kustaka ziada rehema na amani zimwendee kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na watu wa nyumbani kwake pamoja na masahaba zake na Uislamu wote ambao watakubali kufuata mwendo wake hadi hiyo siku ya Kiyama. Kwa kweli ningezungumza Kirundi, lakini naogopa nisije nikazungumzia kile kinyume nikajikutana niko na watu kaneni bila kufahamu. Niruhusu nizungumze lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu kina mama, kwanza nitakupeni pongezi. Na kabla kukupeni pongezi, niseme kwamba semeni nyote kwa ujumla alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kwa nini nimekwambieni kwamba mseme alhamdulillah mara tatu? Katika mkoa wa Gitega au katika mji huu matangazo yamepita ni mengi sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagueni katika yale malaki ya wanakina mama, maelfu ya kina mama. Leo mko hapa kwa ajili ya Rabbul Izzati wal Jalal. Hilo kweli mshukuruni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pongezi lenyewe ndugu zangu kina mama, anasema Mtume, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna. Yule mtu ambaye atakayetoka nyumbani kwake kwa ajili ya kwenda kuipata ilmu, wallahi Mwenyezi Mungu pia siku ya Kiyama ataifanya njia yake ya kuingia peponi kuwa nyepesi kabisa. Allah atujalie kwa miongoni mwa hao. Pia akasema tena katika hadithi nyingine kwamba man kharaja fi talibil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yani yule ambaye atakayetoka nyumbani nia na madhumuni ni kuja kuitafuta ilmu, kama vile hapa tumekuja, mtu anakuja rasmi kwamba leo ninataka kujua namna inavyotengenezwa sanda, leo ninataka kujua namna anavyotengenezwa maiti na kuoshwa. Wallahi pamoja ulioipiga kila ulivyotoka nyumbani wanaandika daraja 10, na mpaka utakapofika daraja 10 wanakuambia kwamba uko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka utakaporejea nyumbani kwako. Mungu atulipe thawabu za kazi hiyo. Amen. 3, sina shaka mna vita kubwa sana katika mjini hapa, mna vita kubwa. Nyie wamama wa vikao ndio wasutwa ndio mnaitwa kwa hivyo. Nyie ndio wasutwa. Inafikia mtu anaweza kumwambia mwenzake twende kikao, mimi siwezi kile kikao wasutwa tu wala mama sanaji babiza. Sasa jamani, nyie mkishakuwa wasutwa, nyie ambao mmekutana hapa kwa ajili ya Rabbul Izzati wal Jalal, wale wanenguaji, wale wa malaya, wale wacheza, jamani wale tuwaite vipi jamani kina mama? Ndio kwa maana nakwambia mna vita kubwa sana. Na hiyo vita inataka tu subira. Mwenyezi Mungu alishayamaliza. Kwanza aliwaahidi kule katika hadithi aliyozungumza Mtume ya 7 al-mubiqati, mambo 7 ya kuangamiza. La mwisho kabisa Mtume akasema wa qadhful muhsanati almu'minati alghafilat, na kuwasingizia, kuwatukana na kuwachambua wanawake wema. Kama vile nyie mnafuata vikao kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi nafikiri hilo mlishalisikia, wanasema wewe vikao wenu ni usutwa.
Kwa kweli ndugu zangu, ikishakuwa kwamba hivi vikao vyenu wenyewe ni vya usuta kina mama, au vikao vyao vitakuwa vipi? Kwa hiyo ndugu zangu, hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alishawakatalia na kusema kwamba nyie watakuchekeni, na baada ya kuchekeni bila shaka na mwe iko siku mtawacheka, hiyo siku ya kiyama. Ndio kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema katika sura al-Buruj, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun, hakika wale ambao ni watu wabaya walikuwa wakiwacheka watu wazuri. Wale kina mama wa vikao wanapoona wanakwenda katika vikao wao wanacheka. Wa idha maru bihim yataghamazuna, na walikuwa wakipita karibu wao wanakwenda, unafikiri vikao vya usuta mtu yataghamazuna, wanafanya nini? Wanakonyezana. Basi anasema wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, wanaporejea kurudi majumbani kwao, na tumewacheka sana leo. Wa idha ra'awhum qalu, na wanapokuoneni kina mama wanasema inna haula ila dhalun, wamepotea. Basi unafikiri kuna wanachofuata huko ni usuta tu mtupu? Mungu anasema wama ursilu alayhim hafidhin, mimi sikuwatuma hao kina mama kukawa na chungia watu wangu wema. Mungu anasema, anamalizia akisema fal yawma alladhina amanu, ama wale ambao walioamini hiyo siku ya kiyama, min al-kufari yadhakun, nao pia watawacheka wale makafiri. Ndugu zangu wakina mama, tujitahidi shekhe tuweke hichi kitu hapa, kwa sababu hichi semana, tujitahidi kujongeana kina mama ili tueneze vizuri. Hajat ya bamamu, umechelewa. Waislamu, nina uhakika kama mmechoka, lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sawa na lile ambalo mmelisikia hapa, wallahi mtu asijifanye sindabibazwa. Waislamu, asijifanye sindabibazwa. Kila mmoja ajifanye kwamba jambo hili ni la kwake, inamuuma kwa ajili ya Rabbul Izzati wal Jalal. Ni aibu Waislamu kusikia kwamba haya mlioyasikia kwamba zinahitajika 100,000, wakati ambapo mmoja kama tunasopana 1000 tu, 1000 wallahi, lakini nzima inaenea kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu tutaeneza laki. Mbona mnasikia inshallah ndogo? Maana tumekuwa kwenye masuala ya fedha. Waislamu, kwa ajili ya Allah laki zitaenea insha Allah, ziwe zinatupwa. Sasa huku nikitoa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislamu, na kuombeni mnisikie kwa ajili ya Allah. Anasema Abu Huraira, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu lake, dakhaltu inda Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fawajadahu yaqra alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ndugu zangu wa Kiislamu, anasema Abu Huraira, niliingia siku moja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nikamkuta Mtume yuko anasoma alhaakumut takathur. Jamani, mbona kumekupumbazeni na kukuzubazeni wingi wa kukusanya mali na jaha na watoto, hata zurtumul maqabir, mpaka mmefikia Waislamu mnazitembelea kaburi. Kalla sawfa ta'lamun, mtajua hiyo siku ambayo mwanadamu nafsi inaondoka. Umeacha gari lako, umeacha nyumba yako, unapelekwa makaburini. Sasa utajuta kuona kwa nini sikutoa kwa ajili ya Rabbul Izzati wal Jalal. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipomaliza kuzisoma aya hizi, Waislamu, alijipiga kifuani, akasoma kauli yake, akasema mashairi yafuatayo. Akasema, yaqulu ibn adama mali mali, maskini mwanadamu anapoitazama pesa yake, anapoitazama mali yake, anajipiga kifuani akisema mali yangu, mali yangu. Mtume anasema, wa hal min malika ya ibn adam illa ma akalta fa afnaita. Ewe mwanadamu, hivi wewe una mali, hivi una ulichokusanya wewe, una mali isipokuwa mali yako Muislamu ni kila ulichokula kikaondoka kikaisha ukakipeleka chooni, au la
labista fa ablaita, mali yako ni ile nguo uliovaa ikaoza. Maana Muislamu wakati unapokufa sasa, umeshazikwa, ndugu wanakusanyika, wanataka kugawa ulivyoviacha. Kila wanapotizama nguo iliyochanika na kuoza, wanaweka pembeni zilizokuwa nzima, ndio wanasema hizi ndio za kwetu. Kwa hiyo ni alama ya kuonesha ya kwamba Muislamu chako ni kile ambacho ulichokivaa mpaka kikaisha. Akamalizia Mtume akasema, au labista fa ablaita, nguo yako Muislamu ni ile nguo ulionunua, nguo au labista fa ablaita, nguo uliovaa ikaoza, au tasaddaqta fa amdaita, au kile ambacho ulichotoa sadaka alafu kikaendelee. Waislamu tujitolee kwa ajili ya Rabbul Izzati wal Jalal. Tujitahidi ndugu zetu wahesabu, tuhakikisha idadi ya laki nzima imeenea. Waislamu tusio wazito kunako mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usikilizeni ujumbe wa Rabbul Izzati wal Jalal. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillah ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أنا سيب Mwenyezi Mungu, enyi ambao mlioamini, ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillah, vipi mnavyoambiwa Waislamu kimbilieni kunako mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tangazo hili mlilolisikia, watu mpaka watafungiwa sehemu ya kuswalia, Muislamu bado utasema sina vibazwa, siulizwi, maadama ninaswali hapa, weza kuwa kafungiwa. Neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lilikuwa linatangazwa huko. Sasa Muislamu, fikiria ilikuwa ni fahari gani ambayo tulikuwa nayo, sehemu ambayo neno la Mwenyezi Mungu lilikuwa halitangazwi, lilikuwa halipai. Kwa uwezo wake Rabbul Izzati wal Jalal likatangazwa na kupazwa katika maeneo hayo. Waislamu, mnaona itakuwa ni hasara gani ikiwa hayo maeneo sasa watafunga, neno la Mwenyezi Mungu lizimike? Basi na Mwenyezi Mungu atazimisha vya kwetu wakati hatutaki kulitangaza jina lake Rabbul Izzati wal Jalal. Basi na Mwenyezi Mungu atavizimisha vya kwetu. Tunamwomba Allah asitufanyie hivyo. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri kila yule ambaye alikuwa na cha kutoa akatoa. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri kila yule ambaye hakuwa na cha kutoa lakini amesikitika kwa sasa hakuna cha kutoa. Ndugu zangu, tumefika kwenye ngapi? Waislamu 30,000 wakati tumepewa siku 3 ndio mwisho. Waislamu, basi mtu aahidi kwamba insha Allah jamani, la asiri ninakwenda nitakuleteni 2000, la asiri ninakwenda nitakuleteni 500 kwa ajili ya Allah. Waislamu, kwa nini tupige kelele? Ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillah thaqaltum ila al-ard, vipi nyinyi mnapoambiwa kwamba kimbilieni katika mambo ya Mwenyezi Mungu mnakuwa wazito, mnakuwa wagumu? Mungu anawatangazia akisema, araditum bil hayati dunya min al-akhirah. Waislamu, hii mmependelea maisha ya dunia kuliko ya akhera. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, haikuwa maisha ya dunia kuna kwa akhera isipokuwa ni madogo. Waislamu, fi sabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujitolee basi angalau kwa ufupi Waislamu tupate hata 50,000. Huenda katika kupiga kelele tutapata zingine kwa ajili ya Rabbul Izzati wal Jalal. Waislamu, tujitahidi basi kueneza 50. Waislamu tulivyo mbele inshallah tunahitajika kwa ajili ya kuwanusuru ndugu zetu Waislamu. Pia kina mama, kuna matangazo ambayo tutapenda kuwatangazia leo. Kuanzia baada ya sala ya asiri patakuwa muhadhara wa shekhe wetu Sheikh Zubair. Kuanzia matangazo haya yalikuwa yanapita mwezi mzima mkitangaziwa kwamba Sheikh Zubair atakuja, Sheikh Zubair. Leo sasa yuko hapa inshallah. Kwa hiyo naomba akina mama wote hasa mkoani Kitega wahudhurie kwenye jumuiya ya Kiislamu sawa na kikao chetu kinachofahamika leo baada ya sala la asiri. Kikao kinaanza na mada hasatan inayofahamika kuanzia kabla. Tunazungumzia kwamba ni mada kwanza kuhusikana na namna ya kumwandaa maiti wa Kiislamu, sanda na mengineyo, kila kitu ya Kiislamu. Pili, kuna mafuta fulani ambayo Sheikh anakuja kuzungumzia. Napenda kutahadharisha mapema kwamba Sheikh hajaja kuuzisha mafuta, hapana.
anakuja kuwatahadharisha watu, hasa upande wa kina mama, maana ni habari zimesagaa Bujumbura, wengine wanashika safari wanaenda hadi Tanzania kuyatafuta hayo mafuta. Sheikh anakuja kuonesha ubaya wa mafuta hayo, na inshallah ni upande hapo wa kina mama jumuiya ya Kiislamu. Upande wa kina baba, muhadhara utakuwa baada ya sala magharibi hadi la ishai, na kesho baada ya sala alfajiri inshallah hadi kuchomoza kwa jua. Pia kina mama tena kesho inshallah asubuhi kuna muhadhara wa shekhe ni saa 2. Kawaida tunazoezi ni saa 3, kawaida mtakana hapana. Shekhe ataondoka mapema. Muhadhara kesho unaanza saa 2 hadi katika nyakati za saa 5 huko. Kwa hiyo inshallah naomba Waislamu. Pia tangazo lingine ni kutokana na safari ya hija. Safari ya hija, umoja wa misikiti Burundi wanayo furaha ya kuwatangazia Waislamu ya kwamba tayari ofisi zao zimefunguliwa kwa minajili ya kuwapokea watu ambao wako tayari kuelekea kwenye safari hiyo ya hija. Sawa, tiketi ni sawa na $3,000 basi na kufunguzwa wala kuongezwa. Hii ni umoja wa misikiti ambao umetoa tangazo hili, na inshallah kwa wale ambao wako tayari kwenda kufanya ibada za hija na umra wanaweza wakawasiliana na idara ama ofisi za Sheikh Jamal Saleh, ambapo ofisi yake iko barabara 19 Buyenzi namba 21, ama ofisi ya ASAO ya Sheikh Omar Shimirimana ambao iliyoko Kigobe, au kwa mawasiliano zaidi wasitafute namba hizi za mashehe ili kuja kupata ujumbe huu. Kuna namba za Sheikh Jamal wamezitoa. Hayati dunia fil akhirati illa qalil, haikuwa maisha haya dunia Waislamu isipokuwa ni uhai mdogo. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa uchache tueneze franga 5,000. Tumeingia katika maudhui yetu Waislamu. Ndugu zangu, ninakumbuka wakati bado niko kadogo ninasikia maneno yanayosemwa na wazee wetu. Walikuwa wakisema labda akikana kijana wake ule kijana wake anajitahidi kumnasihi, anajitahidi kumwonyesha njia nzuri, kijana anajifanya hasikii, unamsikia tu mzee anasema sawa baba, aliyekatalwa Musa aliliona la Firauni. Sasa haya maneno nafikiri mmeyasikia sana kwa wale wazee hasa wakubwa. Nasema uongo? Unasikia mzee anamwambia kijana wake sawa baba, aliyekatalwa Musa aliliona la Firauni. Ili neno Waislamu nimelisikia linakaririwa sana na wazee wangu, kuonyesha kwamba mtu unapoambiwa jitahidi kusikia lile ambalo unaloambiwa, jitahidi kuona kwamba ni usia unapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kwamba mtu anapokuambia ni Mwenyezi Mungu kamtuma aje kukwambia, baba yako, babu yako, mjomba wako, kaka yako, mama yako, shangazi yako, pindi anapokuweka chini na kukwambia, wallahi kuwa mwepesi wa kuelewa na kusikia. Hivi unafikiri huyu umma uliitwa umma bora kwa nini? Uliitwa umma bora kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Na ndio kwa maana Mungu akasema, waltakum minkum ummatun, litokea kundi miongoni mwenu, yad'una ila alkhairi, likiitana kuna mambo ya khairi, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wakiamrishana mema na kukatazana mabaya. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii Mwenyezi Mungu mpaka kuufanya huyu umma bora, mpaka kusema kwamba kuntum khaira umma, nyinyi wote ni umma bora, ukhrijat linnas, mmetolewa kwa ajili ya watu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yani kazi yenu ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Waislamu, ukiona mtu anakunasihi, hasa mtu mkubwa, kwa yale ambayo anayaona yanakwenda kinyume na sheria, kuwa tayari kuwa chini na kumsikiliza. Akitaka awe shekhe, akitaka awe imamu, awe mwalimu, baba yako, babu yako, mjomba wako, shangazi yako, kwa sababu wanakwambia ad-dinu nasiha. Waislamu, dini ni kunasihiana. Masahaba wanamuuliza Mtume, liman ya Rasulullah? Sasa hiyo dini ni kunasihiana kwa nani ewe Mtume? Akasema kwanza lillah, ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manake aya za Mwenyezi Mungu, visa alivyovizungumza, walid rasul, na mtume wake, hadithi za mtume zije kutulingania. Kisha akasema wali a'immatil muslimin, na maimamu viongozi wa Uislamu, wa ammatuhum, pamoja na watu wote wanalazimika kufanya nini? Kuweza kulinganiana. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, hapo bado niko tu pale kwamba mtu anapokuja na
kulingania, usimwone kama ni mwenda wazimu, msikilize. Labda kama ukiona kama wasia wake hautoweza kuufuata, mwambie kwa ajili ya Mwenyezi Mungu niombe dua, nitajitahidi kufuata. Ninarudia kule kule nilikozungumza na kusema kwamba wazee alikuwa anapokuhusia unajifanya wewe hausikii. Wallahi unamsikia mzee anasema sawa baba, aliyekataa na Musa aliliona na Firauni. Siku moja Waislamu katika kusoma vitabu tuko tunakuwa na wazazi wetu, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, wametusomesha. Sasa baada ya kuwa sasa tunasoma vitabu katika hali ya kutafuta yale ambayo tukayazungumza mbele ya Waislamu, ndio siku moja Waislamu ninakutana na kisa hiki ndani ya kitabu, alafu pale nikazungusha akili yangu, nikarudi ndani ya utoto, nikakumbuka lile neno nilikuwa nikisema na wazee, aliyokataa na Musa aliliona na Firauni. Nikasema ndio kwa maana wazee walizungumza sana haya maneno. Waislamu ndugu zangu, zama za Musa alayhi salam alikuwepo jamaa mmoja, alikuwa ni miongoni mwa rafiki zake Musa alayhi salam. Tena marafiki zake wa karibu walimpenda sana. Kisha huyo jamaa alikuwa hawezi kufanya jambo ila amemshauri Musa alayhi salam, na alikuwa ni mmoja katika wafuasi wa mtume Musa alayhi salam. Sasa alikuwa hata masuala ya kutaka kutafuta mchumba mpaka kuoa hakufanya vile ila alipokwenda kwa Musa na kukana, ninataka kuoa, ni mwanamke gani nitakayemuoa? Musa alayhi salam akamshauri na kumwambia kwamba ninakuomba kaoe katika nyumba fulani. Jamaa akasema nashukuru Musa, akaelekezwa akaenda kule ambako alikoelekezwa na Musa alayhi salam. Ndugu zangu wa Kiislamu, miaka ikaenda, mwaka wa kwanza mpaka wa pili, wa tatu, jamaa hajapata mtoto, wa nne mpaka mwaka wa 8 hajapata mtoto na yule mwanamke ambaye aliyechaguliwa na mtume Musa alayhi salam. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, mwaka wa 8 bado anamlilia Mwenyezi Mungu, bado anamwendea Musa, anasema Musa, mambo yamekuwa ni mazito, mambo yamekuwa ni magumu, mwaka wa 8 sijapata mtoto. Unasemaje Musa? Hivi huoni kule ulikonielekeza kwamba labda ukupatia? Musa akasema mshukuru Mwenyezi Mungu, zidi kumwomba Mwenyezi Mungu, utampata mtoto kwa uwezo wake Rabbul Izzati wal Jalal. Waislamu ndugu zangu, wanasema Waswahili ya kwamba siku isiyoliwa kitu, yule mama asubuhi anaamka na mwambie yule jamaa, nahisi kitu fulani ndani ya tumbo langu, nahisi kichefuchefu. Jamaa nashtuka, miaka 8 leo ninaweza kumpata mtoto. Jamaa cha utani, mke wangu acha kunitania. Ndugu zangu wa Kiislamu, pamoja na kuwa ilitokea hiyo hali ya kuonekana kwamba jamaa haamini, mwisho akamwambia mke wake, mke wangu acha mambo ya utani. Akamwambia subiri, maadama siku zinakwenda nitakuja kuyaona. Waislamu, siku zinakwenda, jamaa haamini kama kweli muda wa miaka 8 mke wangu atakuwa na mtoto kweli. Lakini kwa uwezo wa Mungu, kumbe yule mwanamke ana mimba, tumbo linakwenda linasogea. Mashallah, jamaa aliona mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3, tumbo, yani akampenda sana mke wake kupita kiasi. Ilikuwa inafikia jamaa kwa furaha anakwenda tu anacheka yeye mwenyewe, yuko anapanga mipango ya kisi mtoto wangu akizaliwa nitafanya hivi, nitafanya hivi. Basi ndugu zangu, ikatokea kwamba mimba imefikia miezi 9. Kama mnavyojua ya kwamba ndugu zangu wa Kiislamu, inapofikia kwamba mwanamke anapokuwa yuko na mimba huwa zinamtuma kufanya nini? Kula vitu vingi, mboga, saa nyingine chakula sio kwa mafuta, saa nyingine nataka tu chakula ya kalimao. Ikaonekana kwamba siku moja yule mama aondoke na kwenda kutafuta nini? Na kwenda kutafuta kitu, yani mboga porini. Alipokuwa anakwenda kutafuta mboga porini, sasa yuko anatafuta na kuinama chini, yuko anachuma. Katika pori lile Waislamu alikuwepo mwindaji, yuko anawinda. Sasa katika kuwinda, yule mwindaji akamuona mnyama, yule mwindaji akamnenga yule mnyama. Alivyomnenga yule mnyama, mkuki ukampata yule mnyama akapatwa na maumivu, hakuweza kuanguka pale kwa pale. Waislamu, mnyama alihangaika, akakimbia katika pori lile, alikimbia katika lile pori Waislamu ndugu zangu, mpaka akajikuta kwamba kwa kuhangaika akampitua yule mama. Alikuwa yuko anachuma zile mboga, yule mama akaanguka, kitoto kilikuwa tumboni kikaporomoka. Mama akamwitika Mwenyezi Mungu, kitoto kikamwitika Mwenyezi Mungu. Sasa Waislamu, huyu jamaa yuko nyumbani
amefishwa na kitoto kilichokuwa tumboni kimeporomoka. Jamaa kama kwamba kapatwa na wazimu, anakimbia kwenda kuitazama mauti ya mkewe, na kitoto kimeanguka na kumwitika Rabbul Izzati wal Jalal. Katika kuangalia akamuona jamaa mmoja yuko na mkuki, mnyama alianguka kwa mbali. Moja kwa moja ikaonekana kwamba sababu ya mwanamke kufa amepituliwa na huyo mnyama ambao uliopigwa mkuki, alafu ukaja kumpitua mkewe. Basi yule jamaa akasema na kuonye, wanasema Warundi, akambana kwenye mashati, akenda na burutana naye mpaka kwa Mtume Musa alayhi salam. Akamwambia Musa, ona makubwa ambaye kanifanyia jamaa, mke wangu kafariki na sababu ni yeye. Musa akaingia kati, anaikata kesi, akawaini ili wakwambia komite, basi ndugu yangu, mshukuru Mwenyezi Mungu, msamehe mwenzako, hiyo sio sababu inaweza kukufanya eti tulipize kisasi. Jamaa alikuwa ndio rafiki mpenzi wa Musa alayhi salam. Jamaa kaona kama Musa kwa kweli kesi ambayo ameikata, yani akamsikia tu Musa lakini bado hajakubali. Akamsikia, panapita mwaka, kila akipita naonana na yule jamaa, na kila kimwona tu yule jamaa nakumbuka, ndio sababu ya mtoto wangu kufishwa, mke wangu kipenzi. Waislamu, kumbukeni hilo neno walikuwa wakisema wazee kwamba aliyekatalwa Musa aliliona la Firauni. Jamaa kila akipita kwa yule jamaa. Hapo nilikuwa sijaelewa kwa kweli, mbona wazee ni neno wanalisema sana. Niliposoma hichi kisa ndio nikakumbuka kwa nini wazee walikuwa wanasema aliyekatalwa Musa aliliona la nani? Aliyokatala Musa aliona la nani? Sasa yule jamaa anasema hapana, ile kesi aliyokata Musa hapana. Mke wangu, mtoto wangu, nimwache hivi anatamba barabarani. Akasema hapa. Siku moja tu jamaa kafika na mvamia, iwezekani kesi yangu na unguruza, maana kuna watu wana tabia mbaya na chafu za kuunguruza kesi. Na mtazamaji, watu wa kuunguruza kesi ameshashindwa huku, anaunguruza. Sasa jamaa anaitoa kesi kwa Musa, anaiunguruza kwa nani? Kwa Firauni. Anampeleka yule jamaa, mburuta kwa Firauni. Firauni anaona kama kuja na kukuta nini, akasema kaeni hapa. Firauni amekaa kwenye kiti chake. Ule jamaa akaanza kuelezea sababu gisi mke wake amekufa, mtoto wake akafa. Firauni ilikuwa anaelezea kile kisa, gisi mke wake ilikuwa ni sababu ya kufa ni huyu jamaa kwa ule mnyama aliyopigwa mkuki, akahangaika, akaja kumpitua mke wake, akaanguka, akafa. Kitoto kilichokuwa tumboni kikaanguka chini, kikamwitika Rabbul Izzati wal Jalal. Waislamu, jamaa ilikuwa anaeleza hiyo kesi. Firauni anamtizama ule jamaa mwenye alikuwa amepiga ule mkuki, anasaga meno, anachukia Firauni, uso unamgeuka mwekundu. Jamaa kwenye yuko anasema, unaona, huyu ndo atanikatia kesi yangu kama ninavyotaka. Sasa huyu tunakumbuka lile neno anasema kwamba aliyekatalwa Musa aliliona la nani? Aliliona la Firauni. Jamaa amekaa naye mwenyewe anatingisha kitu, anasema, unaona, huyu atanikatia kesi yangu kama ninavyotaka. Firauni anasaga meno, akamwambia, sasa nimekushona kama hili jamani liuaji, lazima tulipe adabu. Akamuuliza ule jamaa, ulishaoa mwanamke mwingine? Akasema, ndio, nimeshaoa. Akasema, sawa, nenda kamlete ule mke wako, maana tunataka tumpe adabu huyu muuaji huyu. Jamaa kenda na hema burika na kwenda kumleta mkewe. Alivyomleta mkewe, akawaambia walinzi, na vyumba vyangu pale vya kufunga watu. Sasa lichukueni lili jamaa liuaji, mlifunge pamoja na mke wa huyu jamaa, lifanye kisote mpaka limbebeshe mimba. Jamaa akasema, hapana, hiyo kesi siwezi kuikubali. Akasema, umekuja kwangu, mimi nakata kesi, unasema uweze kuikubali. Sasa ngoja nikuoneshe. Kwanza wewe unafungwa huku, lazima kwanza kesi nilivyoikata ndio kesi itakavyokuwa. Akasema, nenda na huyo jamaa, ufanye nguvu yote mpaka umbebeshe mimba, umrudishie ile mimba yake iliyoporomoka. Jamaa subhanal malikul qudus anaanza kujuta sasa, kwa nini nilipeleka kesi kwa Firauni? Ndio kwa maana nikasema ndio kwa maana wazee walikuwa wanasema aliyokatala Musa aliliona la Firauni. Sasa ndugu zangu wa Kiislamu, nini malengo ya mimi kuzungumza kisa hiki? Waislamu ni kwamba sisi tujitahidi pindi tunapoambiwa mauidha, japokuwa yatakushinda, usifanye ukaidi. Wewe fanya tu kama vile yale ambayo ulioyaambiwa tu, yani umwambie basi mtu, basi
niombeni dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikijaliwa kwa uwezo wake nitajitahidi kufuata yale ambayo mko mnanieleza. Sio mtu anakulingania, mwanadamu unashindwa kufuata kile ambacho ulicholinganiwa. Waislamu, nilitaka nikupeni zawadi ya hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Siku moja alikuwa amekaa na masahaba zake. Sasa tahamaki tu kama ilivyokuwa kawaida ya Mtume, akikaa na masahaba zake unasikia tu anawauliza swali, na anapokuwa Mtume anawauliza swala anakuwa anajua kama hawa watu hawatoweza kunijibu, ili wamjibu kinyume, kisha Mtume apate jinsi ya kuwapa mafunzo. Siku moja kama kawaida ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amekaa na masahaba zake, tahamaki akawauliza, atadiruna manil muflis, mnamjua mtu ambaye aliyefilisika? Mtu aliyefilisika mnamfahamu? Yani maana yake mtu aliyefilisika ni mtu alikuwa tajiri kisha akatumia mali hovyo akajikuta anakuwa omba na alikuwa tajiri. Huyo ndio mtu ambaye aliyefilisika kwa maana ya lugha. Ukisikia mtu anakuuliza ule jamaa amefilisika kweli, maana yule jamaa alikuwa tajiri, hivi ukiona hali yake ni omba. Anawauliza tena, ataderuna man muflis, jamani mnamjua mtu ambaye aliyefilisika? Masahaba wanamjibu Mtume, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'un, mtu ambaye aliyefilisika ni yule mtu ambaye hana chochote na alikuwa na mali vyote vikamwishia, sasa amebaki hana kitu. Huyo ndio muflis. Mtume anatikisa kichwa anasema, hapana Waislamu, kuweni na mimi mmefuata hii hadithi ya Mtume kama zawadi ninayokupeni Waislamu wa Kitenge. Akawauliza tena, wakamwambia tena, al-muflisu fina, aliyefilisika miongoni mwetu, man la dirham lahu wala mataa, ni mtu ambaye hana chochote wala hana starehe. Mtume anatingisha kichwa. Sasa masahaba wanaona kama Mtume anatingisha kichwa, inabidi kwamba sasa wapote majibu kutoka kwa Mtume. Mtume akamwambia, innal muflisa min ummati, hakika mtu ambaye aliyefilisika katika umati wangu. Innal muflisa min ummati, hakika mtu ambaye aliyefilisika katika umati wangu. Man yati yawma alqiyamati, ni mtu ambaye atakuja siku ya kiyama. Man yati yawma alqiyama, ni mtu ambaye atakuja yawma alqiyamati bisalatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin, wa yati qad shatama hadha wa daraba hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli tumuombe Mwenyezi Mungu hidayah. Mtume akawaambia masahaba, mtu aliyefilisika katika umati wangu, man yati yawma alqiyamati biswalatin, ni mtu atakuja siku ya kiyama aliswali kama alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani ulikuwa unasali kuanzia alfajiri mpaka isha, na ulichunga miko ya swala, na ulikuwa ukiswali mashaallah unanyenyekea, thawabu za swala zote unatoka zimeenea. Wa zakati, na ulikuwa katika mali yako unawakumbuka watu wenye haki zao, unatoa zaka katika mali yako. Yote hiyo ni vithawabu vinaandikwa. Man yati yawma alqiyamati bisalatin wa zakatin wa sawmin wa hajjin, na atakuwa amefunga, na huyo mtu atakuwa tayari alikwenda hija. Hivyo yote ni vithawabu. Kisha Mtume anasema, wa yati qad shatama hadha, pamoja na kuwa huyu mtu alikuwa anaswali, alikuwa anatoa zaka, alihiji, akafunga, lakini maskini ya Mungu alikuwa anatukanana sana, anawatukana watu sana. Yati qad shatama hadha wa qadhafa hadha, na alikuwa kazi yake kuwazingishia watu. Unamzingishia mtu, kumpa neno litafanya wamfunge, au kumzingishia mtu aachane na mkewe, au unamzingishia mwanamke aachane na mumewe, unamsemia mtu uongo. Wa qadhafa hadha wa akala mala hadha, atakuja huyo mtu siku ya kiyama alikuwa ni mdhulumati, uliwadhulumu watu, ulikula deni la mtu. Waislamu, mtu anakupa deni lake, au umechukua deni kwa mtu, au unamnyang'anya mtu, au unampokonya mtu kasehemu kwenye kiwanja, usidhulumu ndugu yangu Muislamu. Adh-dhulma dhulumatun yawma
al-qiyama, udhulumati wa Islam ni giza siku ya kiyama. Yoyote anayejua anakula deni asirudishi, au kumdhulumu mtu, kumpokonya mtu haki yake kwa nguvu, ajue kama iko siku atairudisha, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha waambia watu wote ambao waliodhulumiwa, anawaambia kwamba anawaambia kwamba watu ambao waliodhulumiwa kwamba wasifikiria kwamba wasidhania kwamba anna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, ya kwamba Mwenyezi Mungu ameghafilika kwa yale ambayo wanayafanya watu wenye kuwadhulumu wenzao. Mwenyezi Mungu anawaacha liyaumin tashkhasu fihi absar, siku ambayo watafufuliwa macho yatawakodoka. Na si hayo tu, mshairi anatuambia, bado tunazungumzia hapa kwa huyu mdhulumati ambaye atakuja, alikuwa na swali, alikuwa na hili, lakini alikuwa na dhulumu. Wanakuambia la tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran fadh-dhulmu ya'udu 'uqbahu ila an-nadami, tanamu 'aynaka wal madhlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynu Allah lam tanam. Wanakuambia la tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran, Muislamu usisubutu kumdhulumu mtu wakati unajua kwamba una uwezo wa kutafuta ukapata. Fadh-dhulmu ya'udu 'uqbahu ila an-nadami, yoyote ambaye anajua kama anadhulumu ajua kama mwisho wake atakuja kujuta. Na kwa nini? Tanamu 'aynaka wal madhlumu muntabihun, wewe kazi yako unakaa unalala maskini, unasahau kama yule ambaye ulimdhulumu kila siku yuko macho, anakumbuka kile ulichomdhulumu. Yad'u Allah, anamuomba Mwenyezi Mungu, wa 'aynu Allah lam tara, unajua kama Mwenyezi Mungu halali wa Islam. Sasa itakuwaje? Wayati qad shatama hadha wa qadhafa wa daraba hadha, na atakuwa alimpiga mtu kwa kumuonea. Sasa Mtume anasema fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Hiyo siku wale watu wote, mwenye ulipigana, mwenye ulidhulumu, mwenye ulikula mali yake kurudisha, mwenye ulimzingishia, wote watakuja siku ya kiyama watuombe Mwenyezi Mungu, umesema kama hautadhulumu, inakuwaje kwamba huyu alinipiga, alinidhulumu mali yangu, alikula changu, alinizingishia? Mtume Mwenyezi Mungu atasema kwamba leo hakuna kudhulumiana Waislamu. Lazima kama alikudhulumu atarudisha haki yako, na haki yako si kwamba alikudhulumu 200,000 eti siku ya kiyama mtu utamrudisha 200,000. Siku ya kiyama ulimdhulumu 200,000, siku ya kiyama utamlipa ni thawabu. Mtu ambaye ulimpiga kwa kumuonea, siku ya kiyama hautasema tenga shavu na mimi, na tenga shavu na mimi unipige, au natenga Allah, utamlipa ni thawabu. Mtu yoyote ulimzingishiana, kumsemea uongo, wallahi siku ya kiyama atasimama na wewe, atakuja, Mungu alinisemea uongo, nikaadhibiwa, nikafungwa, mke akanikimbia, mume akaniacha, mambo yakatokea, mimi na watoto wangu, ukamsingizia mtu, wallahi Mungu atasema subiri, ni thawabu ndio utalipo. Ndio Mtume anasema fayuta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, anakuja ule mdhulumu anapewa thawabu, anakuja ule mpiga anapewa thawabu, anakuja ambaye ulimzingishiaga anapewa thawabu. Sasa Mtume anasema fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi, inafikia kwamba yani mema thawabu ulizokuwa nazo ya zile swala, zile funga, zile hija, zote zinaisha. Sasa bado watu ulitukanaga ni wengi sana duniani, haujawamaliza kuwapa thawabu zao. Mungu anaona sasa wale watu wanakasa, na sisi tutalipwa nini? Mbona thawabu zake zote zimeisha? Mtume anasema ukhidha min khatayahum faturihat alayhi, wale wenye hawakuwalipa thawabu, bima dhambi yao vinachukuliwa, Mwenyezi Mungu anafika na kukuandikia, thumma turiha fi an-nari, kisha yule jamaa anafika anatupa motoni. Jamani, Mungu atukinge na hiyo hali. Kwa hiyo mtu asioni tu kwamba anaswali assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, kumbe kazi yako ni kutukanana wewe, kumbe kazi yako ni kudhulumiana, kumbe kazi yako wewe ni mongo, kumbe kazi yako wewe ni kuwazingishia watu. Sasa jua kwamba yote haya ambayo unayofanya yanakaa yanakula zile thawabu zako kama vile moto unavyokula kuni. Yani mtu jitahidi unapokuwa msikitini unaswali, ili ujue kama ibada yako inakubalika na ni thawabu ambazo zitakazokuingiza peponi. Hakikisha kama wewe unajitahidi kuwa mbali na kuwaingilia watu katika mambo yao, kuwapiga, kuwadhulumu, kuwasemea uongo, basi jitahidi kufanya hivyo, ndugu yangu Muislamu. Kwa hiyo huyo ni ujumbe, na kama zawadi ambayo nilipendelea kukupeni kwamba mtu asijioni tu kwamba hata kama wewe ni mvaa kanzu za sunna, ndefu safi, unaswali kila siku, swaumu za sunna, lakini tizama kwamba je, watu wanasalimika na wewe?
watu wasalimike leo, kuanzia watu wa nyumbani mpaka watu wa nje mpaka watu unaoishi nao, kwa sababu elewa kwamba utakapokuwa wewe bado unafanya ibada, lakini unafanya mambo ambayo yatakayofanya kufanya ibada zako ziweze kuwa nini, ziweze kuharibika, Mwenyezi Mungu aweze kulikubali hilo. Wale watu ambao uliokuwa ukiwafanyia mabaya na magomvi, siku ya kiyama watakuja, lazima utawalipa. Mtu ajue chochote ambacho utakachokuwa umekifanya, umemdhulumu mtu, umemuiba mtu, ulimzikishiaga mtu, ulimtukana mtu, ulimteta mtu, basi elewa siku ya kiyama utakwenda kumlipa thawabu, hautomlipa yale ambayo kwamba tufanye kisasi. Hiyo ndio zawadi nilipenda ndugu zangu wa Kiislamu tuweze kukumbushana mimi na nyinyi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya ambayo niliyozungumza kwanza yanitibu mimi Waislamu, pia yaje kuzitibu nafsi zenu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie tu wenye kusikia na kuweza kufuata, atujalie kuiona kheri na kuikimbilia na kuiona shari na kuiweka mbali. Tunamwomba Mungu atujalie kutupa riziki za halali, atukinge na riziki za haramu. Tunamwomba Mungu atujalie kuwa wacha Mungu, atuweke kuwa pamoja na kufufuliwa pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina haqqan haqqan wa iyyahum warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan iyyahum warzuqna ijtinabahu. Allahumma rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna وانصرنا ولا تنصر علينا واعطنا ولا تحرمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم جنة هي دارنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Naam, tunauliza swali Sheikh. Naam. Yaani nilikuwa nasemea kuhusu katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sababu mara nyingi sana tuna tabia kwamba hatuonaji mwezi. Tunakuaga tunatangaziwa. Yaani kuna kitu kilishaingia katika Waislamu. Katika kuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani na kumaliza, unasikia Ramadhani ni kesho au kesho kutu, na vile vile kufungua inakuwa ni kesho au kesho kutu. Yaani hizi ni kauli zenye ambazo tumedumu nazo, kwamba hatui na kile kitu kwamba mtu anaweza kwa kusiri kwamba ni kesho Ramadhani au ni kesho mwisho wa Ramadhani. Sasa hichi kitu kama vile nyie wanachuoni, kwa kutaka kutoa shubuhati kwa Waislamu, ifikie wakati wajue kwamba hili jambo liko ofisi yenu, tunaweza tukatumikiaga njia gani? Hiyo ni moja. La pili tu ni kukukaribisha na kukumbusha kwamba ulikuwa umetusahau siku nyingi. Kwa hiyo inshallah katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tukumbuke tena tutembelee sana. Kwa kweli masala ya mwezi yameleta tofauti ambayo labda kuna baadhi ya watu wameichukua kama ina nguvu sana, lakini kwa kweli haina nguvu kiasi kile ambacho watu wanaichukua kama vile iko na nguvu. Unaona, chukua tu kitu kidogo kwamba ni hakika kwa kwamba zamani kila nchi ilikuwa inafunga kutokana na jinsi ilivyoona mwezi, na inafungua kutokana na jinsi ilivyoona mwezi, kwa sababu kwamba Mtume alishawaruhusu kusema sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, fungeni kwa kuona ule mwezi na mfungue kwa kuona. Lakini katika vitabu vya fiqh pia wakazungumza kwamba ikiwa kwamba kuna nchi jirani ambayo mnapakana nayo, inajulikana kwamba wameuona mwezi, kisha wakaja kuwatangazia, mkawa na uhakika wa imani yao
kwamba si makafiri, basi fuateni hawa. Kwa kujivunia hadithi ya mtume ya yule mbedui aliyekuja kwa mtume na kumwambia kwamba nimeuona mwezi. Mtume kitu cha kwanza tu alimuuliza, unakubali ya kwamba mimi ni mtume wa Mungu? Akasema ndio. Mwenyezi Mungu kwamba ndiye peke yake? Akasema ndio. Mtume akafika anamwambia tufunge. Ikiwa kama leo tunakubali na kuhakikisha kwamba kuna vitu vingi ambavyo vilifanyika zamani sasa leo vinakuja kuvumbuliwa kutokana na maendeleo ambayo yapo, kwa nini tusikubali upande mwingine? Ni vitu vingapi ambavyo leo jiulize, huko mwanzo barua tulikuwa tunazitumiana vipi? Zilikuwa zinakwenda kwa njiwa, kwa ndege hizi za kawaida, zilikuwa zinakwenda kwa mitumbo, lakini imefikia kwamba unasikia kumekuja posta. Leo posta haina kazi. Kulikuwa sijui wanasema ilifuata baada ya posta nini, katika lugha ya Kiarabu wanasema faksi leo haina kazi. Kumekuwa sijui internet, kuna Yahoo, kuna nini. Leo imekuwa tena kuna kuja masimu. Hayo yote ni maendeleo ambayo yanakwenda ambapo yanasababisha kwamba kwa nini tusioni tukubali upande huu tukatia upande huu. Leo tuna vyombo ambavyo viko wazi kwamba tuna uwezo wa kukaa kwenye television kutizama kwamba ni nchi gani ambayo watakuwa wameuona mwezi na kwamba tunaikubali. Leo tunafuata madhehebu ya Saudia, Mamlakatul Arabia Saudia, ambapo Saudia nani asiyejua kama ndio chemchemu ya Uislamu, ambapo Saudia ndio kuna kila kitu ambacho yani Uislamu uweni pale ndio kitovu cha Uislamu. Na Mwenyezi Mungu alipenda kuiteremsha Al-Kaaba katika ile nchi na kumfanya mtume atoke katika ile nchi. Mungu alikuwa na malengo kwa kweli. Juu hata ukitizama ramani ya ulimwengu wa Uislamu utakutana kwamba Saudia, Al-Mamlakatul Arabia Saudia iko katikati ya ulimwengu. Sasa kwa hiyo ikiwa kama Saudia tunaona live na sisi madhehebu tunayokwenda nayo, ukitizama sana kwa kuwa wanavioni ambao tunao hivi sasa katika nchi ya Burundi, wengi wamesoma Saudia. Sio hivyo ndugu zangu wa Kiislamu. Na unakutana kweli wako baadhi ya nchi zingine wako, lakini tizama wengi wako kwenye uwanja wa dawa ni wanavioni waliosomea Saudia. Nasema uongo jamani? Wako wenye walisomea Kuwait, wako wenye walisomea Sudan. Mimi sizungumzi hivi eti kwa tu nasomea Saudia, la. Lakini ninazungumza kitu ambacho hata nyinyi mnakiona. Ukitizama mashehe wenye wako uwanjani, wengi wenye walisomea Saudia. Kweli wako ambao hawakusomea Saudia lakini wadogo. Bila shaka unakutana kwamba zile madhehebu ambazo tunatumia sisi ni madhehebu za wapi? Za Saudia. Tunakwenda na wale ambao wanavioni wetu walisoma kutoka Saudia na sisi tukafuata. Kwa nini tusifati kwamba mwezi umeonekana Saudia na sisi tukafunga, wakati sisi madhehebu yetu tunakutana mengi ambayo tunafanya ni yale sambamba na wale ambao wanakwenda Saudia. Kwa sisi ni Mahanabila, yani maana yake tunamfuata Imam Ahmad ibn Hanbal, kwa sababu madhehebu ambayo imehamishwa kwa zamani ilikuwa ni Malikia au Shafiia, lakini kwa siku zinavyokwenda kwa kuwa wanavioni wengi wanakwenda kusoma huko nini, ikaonekana madhehebu yetu ikabadilika. Kwa hiyo tumekuwa tunamfuata Imam Ahmad ibn Hanbal, ndio nasikia tuko Mahambal, na wengine zamani ndio ilikuwa Mashafii, lakini ilishabadilika. Kwa maana kuna mambo ya kisasa kwamba utakao nakwambia mwezi umeonekana na tunaiamini imani yao. Kwa nini tusifati kwamba mwezi umeonekana? Kwa hiyo ndio tunaonekana kwamba tuna uwezo wa kufuata kwa kuamini ile imani yao. Na yule mtu ambaye atakayeona kwamba mimi ninaendelea kufuata tu hadithi ya mtume kwamba mpaka mimi hapa Burundi ni good, na ndio hatukuonaji. Sasa kwa hiyo tutafanya vipi? Basi mtu akiona kama imani yake inamkubalia hivyo aeneze 30, lakini sasa sheria pia itamkatalia. Itamkatalia vipi? Ikiwa kama watu wote katika nchi yako wamefunga, hauruhusiwi, japokuwa dini na kuruhusu kwamba hata kama Saudia ni kama vile mfano hivi. Saudia wakitangaza mwezi, sisi Burundi tukasema hivi, la, mpaka tuujionee. Ikafika mpaka tarehe 30, ule mwezi hatujamuona, ikabidi tufunge kutokana nini na ile tarehe 1 Ramadhani. Nchi nzima ikikubaliana hivyo inakubalika. Lakini kwamba ikionekana watu wengi, mufti wapo, amiri wapo, anatangaza fungeni, wewe hauruhusiwi kufanya nini? Kubakia kusema mimi nitafunga mpaka nieneze ile siku. Nadhani hapo umeelewa shaka. Kama hujaelewa sema tuendelee zaidi. Sio vibaya kama tutaendelea na maswali, kwa sababu hapo kesho kutwa ni Ramadhani Waislamu. Kwa sababu muda tusimpoteze bure.
Kama kuna maswali mnaweza mkaniruhusu nikae chini, na kama yapo tuendelee, tunasaidizana, tukumbushane kwa lolote lile ambalo mtu atakalokuwa anajifikiri kuhusu dini yake. Waislamu, hii ni bahati kubwa wakati utakapopata kuona kama ndugu yako Muislamu anakuja mkumbushane mambo ya dini. Jitahidi kutafuta lolote lile ambalo unaloliona kwamba una hamu ya kuweza kulifahamu, ili ule ndugu yako aweze kukusaidia. Sio kesho unakutana unabishana, ile siku sasa alikuwepo pale ndugu yetu, mbona haukumuuliza? Ndio Sheikh. Swali langu mwalimu ilikuwa ni kuulizia kama hivi kuna sala. Kwa mswao. Kuna sala ya kuweza kawa zimejia. Sasa unaweza kuendelea na sala hivyo kwa nacho au katimeza. Ameuliza swali zuri. Kwa sababu katika vitu ambavyo vinavyotengua udhu, kikoho kinatengua udhu kwa ule mtu ambaye alikimeza kwa kusudi. Lakini kuna kile kikoho kinakuja unataka kukiwahi kinakuwa kimeshamezeka. Sasa anazungumzia kwamba niko nina swali na mimi nimeswaumu. Sasa kinanijia kikoho. Sasa je, kile kikoho nitakaa nacho mkinywa mpaka nitamaliza kusali? Hakika kweli kama ukiwa uko na mshwara au kitu chochote au kingongu chenye unaweza kutoa mfukoni ukatema kile kikoho, unaweza ukafanya hivyo, sio vibaya. Lakini kama hauna, kwa dharura kwa kweli unaweza ukakimeza, kwa sababu havitawezekana, utajikuta tu sala yako huko unaiharibu tu, na maneno mengine hautayasema vizuri kwa sababu kimejaa kinywani, kinasababisha na mate mengi kujaa kinywani. Kwa hiyo kwa dharura unaweza ukakimeza kwa ajili ya kuisalimisha sala yako. Na mzee wakati ulitokea hapa wa kupindisha ni kanafunguka ndio sasa ikatokeaga ikafutwa kwa kusali kipindi. Sasa mpaka wale kuna watu baadhi ya leo watu hasani na jamaa wanakubali kusali mwenyewe na mpaka miongoni mwao mpaka wajuzi shehe kabisa tunaonaga hapa wanasali mwenyewe kupata waupe. Huwa mimi huwa ninachukizana. Kufuata mtume sasa sijui kumzauni. Waislamu, wallahi nitapenda mniruhusu maudhui nisiongelee. Nitapenda mniruhusu kwa sababu ni maudhui ambayo ilileta fujo na mzozo mkubwa sana katika nchi hii. Sasa ninahofia kesho nisije kutoa mawaidha mkakosa kunipokea. Wallahi niruhusu ni maudhui nisiongelee, kwa sababu nitalazimika kuiongelea kama inavyohitajika, na lazima patatoka makundi mawili tu. Sasa nitapenda mzee wangu kwa kweli, labda tukiwa pamoja tuliongee pamoja, lakini mimi nilishaahidi kwamba hii maudhui siwezi kurudi kuiongea. Wallahi niruhusu, kwa sababu una uhakika kama hii maudhui ilileta fujo, una uhakika. Sasa acha tuendelee kuwa katika salama, niruhusu kabisa. Tukiwa pamoja tutaongea inshallah. Na jamani, hakuna mwingine anaweza kauliza swali au kitu fulani ambacho anachotaka kufahamu? Naam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Samahani, jana uligusia kuhusu mafuta. Na kwa kutokana na mafuta kuna baadhi ya CD ambazo zinatembea. Mimi nadhani kama sikwenda mbali sana, ni aliyekuwa mchungaji kanisa fulani sijui, akatoka kawa anaonyesha ile miujiza ambayo alikuwa anafanya kanisani, hapana yahamisha ile wanawatibu wa Waislamu kwa hiyo kupitia mafuta. Sasa uliwahi kugusia eti Bujumbura wanafunga hata safari wanaenda huko yatafuta. Sasa unasema kwamba muone tahadhari na mafuta kwamba yana madhara. Sasa sijui unaweza kutuambia yana madhara gani na tunaweza kujitahadharisha nani? Umeuliza swali vizuri. Alhamdulillah. Manake shekhi anataka tuzungumzie mafuta ya upako, si ndio? Waislamu, nataka niwaoneshe kitu kimoja, na niko tayari mtu atoke anasema hivi atoke huko, lakini nimefikisha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wallahi wale jamani matapeli
wallahi ni matapeli, na ninataka kuonesha utapeli wao. Hivi Waislamu si ndio wanatuletea masharifu? Si ndio hao? Si wanakuja na masharifu hao? Nitikieni au nimekatalie Waislamu? Hivi hao masharifu Waislamu, nchi chafu ya shirki, bida kama Tanzania. Wewe wanazaliwa tu Tanzania, ulimwengu mzima pakosekana masharifu. Waislamu tukubaliane kwanza hili jambo. Manake Tanzania ndio sehemu ya kutoka masharifu. Alafu kitu ambacho kimesababisha mpaka yani waonekani wamekuwa, si ndio tunawakuza. Ni matapeli alafu tunawakuza. Wazee wangu, leo tuna Sheikh Yusuf Mahmud. Mnamfahamu eh? Wallahi nadhani kama ni zaidi ya miaka 35 yuko anafanya da'wa. Tembea ndio sikia kitega chote tutakutana sidi za Sheikh Yusuf. Jamani kweli uadilifu. Hivi sidi za Sheikh Yusuf, watu wa vioski walizitafuta wakazikosa. Sheikh Yusuf kwa da'wa aliyofanya sio shekhe mkubwa. Subhanallah, lakini tunaletewa matapeli. Wakati mwingine wanatuletea wengine watoto wana vichwa kama ngunguru chini masharifu. Wallahi, mimi nimeshahesabu wameshatuletea masharifu watatu. Sharifu wa kwanza nakumbuka ni mwaka 1900 kama sikusahau 1997. Walikuja na sharifu ana kichwa kikubwa sana. Mtoto mdogo wa miaka 4. Huyu ni sharifu, wakaanza kutueleza uongo wao wa usharifu wao. Ule sharifu alikwenda kapangiwa sehemu barabara ya 4 namba 55 kwa na Mwalimu Kashindi, Imam Kashindi kama mnamfahamu. Ndio kwenye ule sharifu alikwenda kapangiwa. Mwenyezi Mungu, kwa sisi tulianza da'wa mapema sana. Ule sharifu sisi tulikuwa tunafuata mawaidha. Sharifu akisimamishwa, yale aliyosema hapa ndio atasema kule. Yale aliyosema hilo, yani maana yake tukaja kugundua ni mtu alihifadhishwa. Watu waelewi. Tukakaa siku moja tukafuata, tunaona watu wanapanda na mabidoa sawa, wanawake na wanaume wengine eti kwa anawaombea dua. Kumbe ule mtu anakaa tu katikati, kanafanya tu hivi. Wallahi nakuapieni na mwapa Mwenyezi Mungu jua, kanafanya hivi. Mtu anatoka anashukuru nimeombewa dua. Wanaacha pesa pale. Nilikuwa mimi Sheikh Abdul Jabbar Ramadan, mnamfahamu? Na huyu kijana Saadi, Sheikh Saadi ambaye amehutubu leo hapa. Tukakaa chini. Mwaka wa 90 kama na 77. Bado tuko wadogo. Ewa Sheikh Jabbar, hao jamaa wao tuletea unani utapeli. Haiwezekani. Sisi lazima tuende tukawaonesha watu utapeli wa watu. Tuende na sisi kama wenyewe tunakwenda kuombewa dua. Alafu tutauliza maswali. Wallahi Waislamu ndiko utapeli wa Tanzania. Tulivyokwenda na sisi maadama tunajulikana ni maduati. Sisi tukakaribisha kabisa, tukutonda. Sururu wallahi, watu karibuni 2000 wanatonda. Lakini sisi tulivyofika wallahi hatukutonda. Tukaingizwa moja kwa moja. Mimi nikaanza nikawekwa. Kumaliza nikasimama. Abdul Jabbar na yeye kaka. Anasoma kwa kweli huyu. Kabidi tukamaliza jamani. Naweza mkaturuhusu kuuliza swali. Jamaa kaanza kupata na wasiwasi. Hapa aturuhusu kuuliza swali? Hapa kwa kweli? Aturuhusu. Tunataka mtusaidie dua ya mtoto. Tunataka dua yenye kwa naomba mtusaidie tuiandike juu na sisi tusaidie. Wallahi billah. Juu na sisi tusaidie. Pale alisimama akasema hawa jamaa ni wagomvi huku ndani huku. Hawa jamaa ni wagomvi. Akasema si watu vile hawaelewi, walituzonga mle mimi Sheikh Abdul Jabbar na Sheikh Saadi aliowahutubia hapa. Wallahi tukaondoka, walituzomea, lakini tukasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hawakurudi kukaa tena siku ya pili Bujumbura. Kwa heri. Tukasema wale na kumwao washegani wanasikia usawa. Lakini jamaa walikuwa tumeshtuka. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mwaka jana wakaja tena na sharifu mwingine, sharifu. Haya, tukakaa, ndio wakaja sasa na hayo mambo yao ya mafuta ya upako mwaka jana. Kwa hiyo tunataka tukuonyesheni kwamba hivi vitu ambavyo wanafanya hawa Wakristo ni utapeli na kutaka kuwala pesa. Haya mafuta ukiyapaka, ukifanya hivi, kila mwenye majini yanaanguka, na kweli yanaanguka. Wakalifanya ile vitu pale, wake za watu kufulama hovyo. Dini kweli inakubali kwanza hichi kitu? Wewe kama ni shekhi, mtu uko na elimu, unaona dini inakubali vitu? Tukaanza madarasa. Wale tumeshtuka tu madarasa. Walikuwa wamepanga kutembelea mikoa yote ya Burundi kufanya kile kitendo chenye walifanya kwenye zile CD za upako. Wallahi, lakini tulivyoshtuka wakakimbia. Huyo Dr. Sule, huyo anambia ni dokta. Huyo Dr. Sule bado ametoa CD ya mafuta ya upako. Waislamu, na kuombeni mnifuate vizuri. Niko tayari mnitukane, lakini ninazungumza ukweli. Mimi nimefika kwa hii live, maana nina mwezi mzima na wiki moja sasa. Nasikia mafuta ya upako. Ewa, nitafuteni kwanza hiyo CD. Ewa, na hiyo siku nikaichukua hiyo CD, nikaiweka. Tena nataka niwaambieni vitu. Nafikiri iko studio hapa iko. Nataka sana niwaambieni vitu penye hamjazindukana kwa ile CD. Mtoke hapo mnazindukana. Hiyo siku nilichukua nikakaa barazani. Katoto kalikuwa kakiingia na kakomoa kozi, toka nje. Maana nataka nitulie hapo. Nikatulia, nikaitizama ile CD mwanzo mpaka mwisho. Ndipo sasa niliuona utapeli na wizi wa hawa watu. Waislamu, mnifuate vizuri. Tena hizi CD naomba zitembee. Nilivyoona ule jamaa anakuja, kwa hiyo tunamkaribisha alikuwa pastor, alikuwa mchungaji, akaslimu. Kwa hiyo huyu katika vita kubwa sana huyu, wallahi wanafanya biashara. Ule jamaa anashika mikrofoni, CD ile mnaijua. Kwa hiyo Waislamu, haya mafuta ya upako ni mafuta ambayo baba yangu alikuwa ndio mchungaji. Huyu baba yangu alikuwa akitumia mafuta ya upako, ndio pale anakuja anasema kwa jina la Yesu, ni mafuta ambayo yalitengenezwa kichawi. Ngisi ndio anasema hivyo kwa sababu ya kuwatapeli wale watu wa mkanisa. Maana ukiyafanya, mwenye alikuwa na chini inaanguka, mwenye alikuwa mgonjwa anapona. Sawa? Nikachunguza, si mafuta yametengenezwa kichawi. Sio hivyo Islam. Akafanya yale mambo wamefanya pale. Waislamu wakili na kubali dini na kubali. Nataka sana kuonyesheni kitu ambacho chenye hamuoni. Yale mafuta yametengenezwa kichawi. Kwa yani walikuwa wakiyatumia mapasteri kwa sababu ya kuwatapeli watu. Majini yanatoka. Sasa Waislamu, yale mafuta yaliyotengenezwa na kanisa yakatengenezwa kichawi, na sisi Waislamu sasa tuyatumie. Jamani, mnanifuata vizuri? Hivi kwa mantiki hiyo niliyoizungumza, tunaruhusiwa kutumia mafuta? Semesheni ukweli, wallahi. Mwenyewe unaona kama vinaruhusiwa, sawa na kisi nimeeleza, aseme. Wao wenyewe wanakiri, wakilaumu kina Dr. Sule kwamba haya mafuta yametengenezwa kichawi kwa sababu walikuwa wanafanya kwa kuwatapeli watu. Umeshanisikia Waislamu? Ukifanya hivi mwenye jini linakwenda. Sasa hivi dini itaturuhusu hayo mafuta yaliyotengenezwa kichawi yaje tena yatumike katika dini ya Uislamu? Waislamu, kweni wazima wa akili. Wewe ukiona wewe unazubata, wallahi Mungu, kumbe kuna vitu vinafanyika hauwezi kuvielewa mpaka uwe ulil albab. Yaani mpaka mtu hivi, watu wengi ndio mnazindukana vile vitu ni kweli. Kwa hiyo
nilivyokuwa pastor, nilikuwa nikifanya hivi yale mafuta, nasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jini yanapanda, linaondoka. Sasa hivi nimekuwa Muislamu, natumia sasa yale mafuta. Mafuta gani? Yaliyotengenezwa na kanisa, mafuta yaliyotengenezwa kwa njia ya kichawi. Sasa nimekuwa Muislamu, haya mafuta sasa tunayatumikisha kwa jina la Muhammad. Amkuviona wanasema toka kwa jina la Muhammad, toka kwa jina la Muhammad. Kule ilikuwa kwa jina la Yesu, huku inakuwa kwa jina la Muhammad. Jamani, dini inakubali tutumie jina la Muhammad. Jamani, mko mnayaona? Huyu Dr. Sule kama angelikuwa yeye Dr. Sule. Hapo sasa kibaya zaidi, walikubali sidi zitembee, hawakukosoa makosa yalifanyika. Hadi makosa ya kitauhidi kabisa. Sisi ukimwombea mtu humwombei kwa jina la Muhammad. Unamwombea kwa jina la nani? Allah. Kwa zile sidi wewe mkono wako wanaombea wale watu kwa jina la Muhammad. Sasa kama watu wana elimu hao hawakuliona hili, bimaana elimu zao ndogo. Mpaka nawaambia watu nionyeshe kwa ile mihadhara, ulimuona mwanachuoni gani wa elimu alikuwa mimi? Nitajie yumo katika wanavyoni mnao wajua wa Tanzania wa elimu. Kwa hiyo jamani, tunakubali kuja kutapeliwa na tunakubali. Hai, Waislamu nikasema haiwezekani. Lazima nizungumze kitu na ushahidi. Nilifanya nguvu mpaka nikayapata mafuta ya upako. Niliyapata vipi? Kuna mtu mke wake, wallahi Waislamu, na uwezo wa kushika mushafu kama uko hapa karibu. Nashika mushafu. Kama ninasema uongo ni dhuriki. Jamaa mmoja nimekuja akanielezea matatizo ya mke wake. Ananiambia, shekhe, nina zaidi ya mwaka mzima hatulali. Sasa nilivyosikia mafuta ya upako, mimi huyo nikauliza bei. Nikawapigia simu huko Tanzania, niambieni ni ngapi? Wakaambia nikachupa kwa kiasi hivi 50,000 za Tanzania. Akanambia, shekhe, nimenunua hapo sasa. Kabla hajanambia, alinielezea matatizo ya mke wake. Nikamwambia hakuna tatizo. Hajanambia ya mafuta ya upako kwanza. Nikamwambia nunua sidri mkunazi. Ninasema hivi, nitamsomea mke wako muda wa siku 7. Alafu tumwachie Mwenyezi Mungu. Mimi siponi, bali imani yako wewe na imani ya mke wako ndio itamponyesha mke wako. Mimi nafanya zile sababu tulizoambiwa na Mtume kwamba atakapokujia mtu matatizo kama hayo, tumia ruqya sharia. Na ile sidri ambayo nilimwambia atumie ni hadithi. Shekhe yoyote wala ukimwendea kuhusu sidri atakupa na hadithi ya sidri, lakini utamwendea shekhe na kuelezea mafuta ya upako. Sasa nikamwambia chukua sidri. Hii sidri nikawa nachukua kijiko kile cha chai, ninakoroga kwenye jagi la litre 1.5. Ninaanza ninamsomea mke wake ruqya sharia. Ninamsomea ruqya, vinapanda, siku nyingine vinapanda, siku nyingine vipandi. Nafika nachukua nasomea na ile ruqya. Nafika nasomea maji yale ile sidri. Namwambia mke wake namchujia